Kwa zaidi ya muongo mmoja, jina Nemesio Oseguela Cervantes maarufu kama El Mencho lilikuwa linaogopwa kuliko hata viongozi wa serikali katika baadhi ya maeneo ya Mexico. El Mencho alikuwa mmoja wa wahalifu waliotafutwa zaidi duniani, akiwa na dau la dola milioni 15 kutoka Marekani kwa yeyote ambaye angefichua alipo. Chini ya uongozi wake, Cartel Jalisco Nueva Generacion CJNG iligeuka kuwa kateli yenye nguvu, silaha nzito na mtandao wa kimataifa wa kusafirisha cocaine, methamphetamine na fentanyl hadi Marekani na Ulaya. Wengine walimuita gaidi, wengine mkombozi wa masikini, lakini ukweli mmoja haukubishaniwa: El Mencho alikuwa mtu hatari zaidi katika vita ya dawa za kulevya Mexico, na mwisho wake umekuja kwa damu. El Mencho alizaliwa mwaka 1966 katika kijiji maskini cha Aguililla, jimbo la Michoacán, Mexico. Alikulia kwenye familia ya wakulima maskini na aliacha shule mapema sana. Akiwa kijana, alivuka mpaka kuingia Marekani kinyume cha sheria kutafuta maisha bora. Lakini huko Marekani ndipo safari yake ya uhalifu ilianza. Alijihusisha na biashara ndogo za dawa za kulevya, magenge ya wahamiaji pamoja na uhalifu wa mitaani. Baada ya kukamatwa mara kadhaa, alifukuzwa kurudi Mexico miaka ya 1990. Huko ndipo maisha yake yalibadilika kabisa. Kitu ambacho wengi hawajui, El Mencho aliwahi kuwa polisi Mexico. Uzoefu huu ulimpa mbinu za kijeshi, taarifa za siri za serikali, uelewa wa operesheni za usalama, na baadaye alijiunga na Cartel ya Milenio, mojawapo ya magenge makubwa wakati huo. Baada ya viongozi wake kuuawa au kukamatwa, El Mencho alichukua nafasi na mwaka 2010 akaanzisha Cartel ya CJNG. Ndipo jina lake lilianza kutikisa Mexico. Chini ya El Mencho, CJNG ilifanya mambo ambayo cartels nyingine hazikuwahi kufanya. Mwaka 2015, wapiganaji wake waliangusha helikopta ya jeshi la Mexico ili kumsaidia atoroke kwenye operesheni ya kukamatwa, tukio lililoshtua dunia. Lakini pia kateli yake ilitumia bunduki za kivita, magari ya kivita, drones zenye mabomu na askari waliopata mafunzo ya kijeshi. Wakati wa COVID-19, CJNG iligawa chakula, misaada kwa maskini, na hii ilifanya baadhi ya jamii kumuona kama mlinzi badala ya mhalifu. Utawala wake ulihusishwa na mauaji ya wapinzani wa cartel kwa kukata vichwa, utekaji wa vijana kuwa wanajeshi wa cartel, lakini pia vita kali dhidi ya Sinaloa cartel. Huko Mexico, video za vitisho vya CJNG zilienea mtandaoni zikionyesha nguvu yao kijeshi. Katika tukio maarufu, kijana mmoja influencer aliyemtukana El Mencho aliuawa hadharani muda mfupi baadaye, tukio lililoonyesha jinsi alivyoogopwa. Kwa miaka mingi hakukuwa na picha mpya ya El Mencho. Hakujitokeza hadharani, alilindwa na mamia ya walinzi. Ripoti zilionyesha alikuwa na ugonjwa wa figo na hata kujenga hospitali binafsi porini kwa matibabu yake. Serikali za Mexico na Marekani zilianzisha msako mkubwa zaidi kuwahi kutokea dhidi ya mtu mmoja wa cartel, lakini kila mara alitoroka hadi mwaka huu wa 2026. Serikali ya Mexico iliamua kumaliza kabisa utawala wake kwa sababu CJNG ilikuwa imeenea kimataifa. Ilikuwa chanzo kikubwa cha fentanyl Marekani, mashambulizi dhidi ya jeshi yaliongezeka na alionekana kama tishio la kitaifa. Operesheni maalum ya kijeshi ilipangwa kwa miezi mingi kwa msaada wa intelijensia ya Marekani. Na hatimaye tarehe 22 Februari 2026, jeshi la Mexico lilivamia maficho yake huko Tapalpa, Jalisco. Kichofuata ilikuwa ni mapigano makali ya risasi, milipuko na wanajeshi wa cartel kuuawa. El Mencho alijeruhiwa vibaya na akafariki akiwa anapelekwa Mexico City kwa matibabu. Kifo chake kilithibitishwa rasmi na serikali. Mara tu habari zilipotoka, magari yanachomwa moto, barabara zinafungwa, maduka yanashambuliwa na majimbo zaidi ya 20 yanakumbwa na vurugu. Wanachama wa CJNG wanalipiza kisasi kwa taifa lote. Shule zimefungwa, ndege zimegairisha safari na raia wameambiwa wabaki majumbani.
El Mencho ameacha nyuma cartel yenye nguvu sana, mtandao wa kimataifa wa dawa na vita inayoendelea Mexico. Lakini wataalamu wanaamini kifo chake hakikumaliza cartel, bali kinaweza kuanzisha vita mpya ya kugombea madaraka, kwa sababu katika dunia ya cartels, bosi akifa vita huanza. Bana, hii ni story moja na mimi ni Fisesal 99. Usisahau kusubscribe katika YouTube yetu ya Smile Media TZ, kutufuata katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook na TikTok @Fisesal 99. Chao chao.